Ndio, karibu sana mpendwa mtazamaji ambaye unayetusikia katika kile kipindi chetu cha kila siku ya Jumapili ambacho tunakuletea mambo mazuri. Kipindi kinaitwa Bado Lipo Tumaini. Kumbuka kwamba kuna wengine walinijaribu kunipigia simu wakajiuliza, mchungaji, sisi ni mara ya kwanza tukufahamu jina ni nani? Ni vizuri, ni kweli kila mara tutakuwa tunajitambulisha, lakini ni vizuri zaidi tungehitaji kwamba wapendwa watazamaji na wale wanaotusikiliza mnakuja mnafungua kile kipindi chetu ambacho kinaitwa Bado Lipo Tumaini. Mimi naitwa mchungaji Banza. Banza Mkala ndio jina langu. Tuko hapa Marekani na tuko state ya Michigan na vile ni inaitwa Grand Rapids. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuleta kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yako wewe ambaye unayetufuata siku hii ya leo, na pia hata kwa mwingine ambaye hajatufuata, lakini tunahitaji tu wewe mpendwa mtazamaji umwambie kwamba kuna kipindi kizuri ambacho kinarushwa kwenye YouTube, na hakuna haja ya kusema usihangaike kwa kutupata, andika tu Bado Lipo Tumaini. Nimeona wengine kwa kutupata vizuri zaidi andika Bado Lipo Tumaini kwa Yesu. Inakuwa rahisi zaidi kwa sababu kuna vipindi vingi vinarushwa navyo vinaitwa Bado Lipo Tumaini. Pia niko na mchungaji ambaye siku hizi tumefululiza katika vipindi vya ni karibu wiki 3 kama 4 hivi. Mchungaji, tuko pamoja na somo ambalo linakwenda kwa kweli linagusa, somo ambalo unakwenda kulifundisha. Kama kweli watu wanafuata kwa makini, nafikiri watu wengi wataenda wanabadilisha mtazamo wao. Kwa kweli niko na mchungaji Pastor Paul Mamba ambaye ni mchungaji anayekuja kila siku wiki mfululizo hizi kama wiki 3. Ana somo ambalo linakwenda kuonyesha ni jinsi gani Mkristo au mtu wa Mungu anaweza kutumia mamlaka ambayo aliyopewa. Sababu watu wengi hawajitambui kwamba wamepewa mamlaka. Maana Yesu alisema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo akasema nendeni. Kwa hiyo mamlaka, mchungaji alisema neno nzuri, alisema kuna watu unaweza kuwa na silaha lakini ukashindwa kuitumia, hata adui akaja akakunyang'anya na silaha na uko nayo na ina kila kitu lakini ukashindwa kuitumia. Hiyo ni vitu ambavyo tunataka kwa huu vipindi kama hivi, kwa muda kama huu, Mungu aweze kusaidia kupitia mtumishi kwa maneno alionayo, kusaidia kujua kwamba unayo silaha, unayo mamlaka. Sasa kinachokosea ni kwamba hujui ni jinsi gani ya kuitumia. Ndio maana kipindi hiki kimekuja ili kwamba uweze kupata vipindi mbalimbali. Basi nimkaribishe tu Pastor Paul kwa wakati huu, labda uweze kujitambulisha kwa wapendwa watazamaji. Inawezekana bado wengine hawajui jina lako. Kwa hiyo karibu sana kwa kuweza, na baadaye ndipo tutakuwa tumeingia katika somo ambalo umeliandaa siku ya leo. Asante sana mpendwa mtazamaji. Inawezekana kwa wengine ni mara kadhaa umebahatika kutuona, lakini ndio hivyo, najua kadri mtu anaposikiliza anawaalika na wengine. Inawezekana wewe kwako hiki ndio kipindi cha kwanza baada ya kupata taarifa hiyo. Mimi pia naitwa mchungaji Paul Mamba. Ninamshukuru Mungu kwamba tuko hapa na Mungu ametupa neema hiyo angalau tuzungumze na wewe, basi tuweze kuelimishana kwa kile ambacho Mungu anataka tukifahamu. Mungu akubariki sana. Asante sana. Na la kuongeza tu ni kwamba usiwe na mashaka. Tutakupa anwani yetu ya kanisa mahali tunapoabudu. Inawezekana labda una shauku ya kuja hata kushiriki kwenye vipindi vyetu. Na kwa kweli utaiona anwani yetu kwenye screen yako ikipita pale, na hata namba ya simu utakuwa unaiona pale kwenye screen yako. Kwa hiyo una sababu ya kuhangaika sana. Ikiwa kwa wale ambao wako hapa Marekani, ambao wako kwa hii sehemu tunapoishi, ni rahisi sana kutupata kwa sababu tutarusha pia hata anwani yetu, na hata tutaweka hata namba zetu za simu zitakuwa zinatembea kwenye screen yako. Itakuwa ni rahisi sana kutupata. Basi na maoni tunahitaji kupata maoni, kwa sababu kipindi chetu bado tunaanza. Tunataka sana tukiboreshe ili kwamba mpendwa mtazamaji uweze kujisikia kwamba kinafika kwa wakati wako ambao unaojisikia kwamba ndio wakati wenyewe. Kwa hiyo maoni yako itatusaidia, na maswali pia itakuwa ni vizuri, kwa sababu mara mingi mkao tulionao hapa ni wa kufundisha. Kwa hiyo tunahitaji pia
kama mwanafunzi unayetusikia, ukiwa na swali usichelewe, tuandikie, tupigie simu, tutakupa kile kinachowezesha ili kwamba wewe na sisi tuweze kuwasiliana kwa urahisi. Basi sitachukua tena muda mwingi sana, kwa sababu najua Mungu amemwandaa mtumishi kwa ajili yako, na najua siku ya leo somo ambalo analiandaa litakuja kwa ajili ya kile ulichokuwa nacho, changamoto uliyokuwa nayo na shauku uliyokuwa nayo na lile dukuduku ambalo lilikuwa linakusumbua. Najua leo Mungu atakwenda kulijibu kupitia somo hili la leo. Karibu sana mtumishi kwa somo lako kwa siku ya leo, na Mungu akubariki. Asante sana pendwa mtazamaji, kama tulivyokwisha kujitambulisha, na tunakwenda moja kwa moja kwenye somo letu leo. Na hapo mwanzo tulipoanza wiki ya kwanza tulikuwa tunazungumzia jinsi gani Mungu alivyokusudia kumpa mwanadamu au Adamu baba yetu mamlaka juu ya uumbaji wake. Lakini tukaona jinsi gani huyu baba yetu Adamu aliingia kwenye uasi, akapoteza mamlaka ya kumiliki. Matokeo yake shetani akapata nafasi hiyo, akaanza kumiliki. Pamoja na kuwa ni mmiliki feki, bado sisi uzao wa Adamu ambao tulikuwa tumekusudiwa hivyo, tukaenenda kwa kuishi kwa uongo ule wa shetani, na tukampa mamlaka hayo shetani. Tukajikuta kipindi kikubwa tunaishi humo, tukawa tunajifariji wakati mwingine na maneno mengine ya Biblia ambayo tukiyasoma ni kama tunafikiri yanampa shetani nafasi hiyo ya kuendelea kumpa mamlaka, tukajikuta tunapoteza nafasi. Lakini nikasema leo ninapokuja katika somo la leo, nataka nikuonyeshe kwamba pamoja na kwamba shetani alipata nafasi hiyo ya kuteka yale mamlaka kwa hila, kwa uongo, akamnyang'anya baba yetu Adamu, bado Mungu alitengeneza mpango wa kuturudishia yale mamlaka. Kwa maana kwamba leo hii tunapozungumza, mamlaka yale yalisharudi kwetu siku nyingi, ila watu bado hawajaamini na hawajafahamu hilo. Na ndio maana masomo haya yanakuja ili yatupeleke mahali pa kutuonyesha jinsi gani ya mamlaka yalirudishwa kwetu, yalirudishwaje na yalirudishwa lini. Kwa hiyo somo ambalo tunazungumza leo ni somo linalosema mamlaka yamerejeshwa, kurejeshwa kwa mamlaka. Unajua, Jumajuzi nilikupa mfano, nikakwambia jinsi gani mtu anaweza kuwa na silaha lakini akashindwa kuitumia, na akavamiwa na mtu ambaye silaha yake ni ndogo kuliko alionayo. Hayo kisu tu au fimbo, mtu akakuvamia na akakuibia. Sasa ndivyo ilivyo. Hata leo nikupe mfano mwingine ambao unaendana kabisa na haya maisha tunayoishi leo, na huyu shetani anapokwenda kuwaonea wengi wetu. Unajua, kuna kijana mmoja mimi ninamfahamu, ni mfano hai kabisa, pale nilipokuwa naishi Tanzania. Yule kijana alikuwa ni mtoto wa baba mmoja mwenye uwezo wake tu, alikuwa na uwezo na alikuwa na kampuni kadhaa pale Tanzania, lakini kipindi fulani alikwenda Kenya Nairobi, akawa amefungua kampuni nyingine pale. Sasa wakati amefungua kampuni pale, aliweka wafanyakazi, akamweka manager pale, akaweka mtu anayehusika na masuala ya tunasema human resource manager, akawepo pale na kila kitu. Sasa akiwa Tanzania, kwa alikuwa anawaambia watoto wake, na kampuni yangu nyingine iko Kenya na kampuni yangu nyingine iko Kenya, lakini watoto wake walikuwa bado hawajafahamu iko sehemu gani. Sasa miongoni mwa watoto wake kuna mmoja, mtu wake wa kiume, yeye alitoka Tanzania akahamia Kenya, akaanza kusomea Kenya huko, amesoma na yeye. Bahati nzuri kaenda kusomea masuala ya administration na masuala ya human resources, yani masuala ya jamii na uongozi katika masuala ya wafanyakazi na kadhalika. Alipomaliza alibaki kule, hakutaka kurudi wapi? Hakutaka kurudi Tanzania, kule alikuwa baba yake. Na akatamani kuanza kutafuta kazi Nairobi. Akawa anatafuta kazi inayoendana na elimu alionayo, lakini anatafutia wapi? Kule Nairobi. Na ikaja kutokea bila kujua, akajikuta anakwenda kuomba kazi kwenye kampuni ya nani? Ya baba yake. Sasa alipofika pale, akaomba kazi kama kawaida, na akaambiwa vigezo ni 1 2 3, jaza hivi, andika maombi, peleka kwa mkubwa na nini. Alipopeleka maombi yake kwa yule mkubwa alikuwepo pale, yule mkubwa akaona huyu bwana sifa zake ni ziko juu, inawezekana tukimkubali hapa kesho atanipindua. Akaanza kuyumbisha yale maombi yake. Mara akija anamwambia njoo wiki ijayo, akija anamwambia bado tunashughulikia swala lako. Siku zingine anamwambia kabisa wale waliokuwa mapokezi pale kwamba akija mwambieni sipo. Kwa jamaa akifika pale anakuja kuonana na mkuu, anaambia mkuu leo hayupo, wakati mkuu yuko ofisini kule. Sasa
Siku ikafika, baba anasema hapana, sasa mimi mwanangu ameniambia shule amemaliza, hebu niende naye kwanza nimpeleke kwenye ile kampuni yangu ya wapi, ya Nairobi. Akawasiliana na mtoto wake, akakutana na kijana wake, akamwambia wasiandaa siku fulani tunakwenda na wewe, kaangalia vyeti vya mtoto wake kana kabisa vinafaa. Akasema yani wewe tena kabisa ndio mtu tunatafuta kwenye shirika langu ile nilofungua pale. Kamchukua kijana wake, twende. Alikompeleka yule kijana nakuta ndio pale alipokuwa anakwenda kuomba kazi, halafu anazungushwa. Sasa wanapokuja kumuita manager, wanamuita wale wanahusika na masuala ya uajiri na nini, anamtambulisha kijana wake sasa kwamba huyu hapa ni kijana wangu, anaitwa fulani bin fulani, amesomea elimu hii na hii na hivi, nimemleta hapa, atakuwa mmoja wenu, mtasaidiana naye kazi hizi. Yule alikuwa anamzungusha anashtuka. Kumbe ndio hivi. Nakamwambia bwana, nashukuru umefanya kazi vizuri sana. Anampresenta kijana wake kwa yule manager, anamwambia wewe ulifanya kazi vizuri sana kwenye shirika langu hili, kwa kweli kampuni hii imefanya mambo mazuri kwa ajili yako, siwezi kukuacha, lazima mtafanya kazi na kijana wangu. Sasa atakuwepo hapa kama kijana wangu na ripoti zote mtakuwa mnampa yeye. Yule manager anashtuka. Huyu mtu nimemzungusha hapa mara kadhaa. Huyu mtu ilikuwa hivi, anakuja hapa anamwambia itakuweje? Umeona? Kumbe yule kijana kama angejua ile shirika ni la baba yake, angejua kampuni ya baba yake, asingesumbuka kiasi kile. Na huyu mwingine yeye alipopewa tu kuongoza pale, akafika akajua sasa hapa nimeshinda, nimefika yani nimemaliza dunia yote. Kumbe hajui kwamba wakati mwingine kuna watu wapo duniani hapa, yule kijana ni mtoto mwenye kampuni ile. Lakini kwa sababu hakujua, ona alipokuwa anamnyanyasa yule kijana. Ndivyo ilivyo kwa shetani. Shetani alipopata kale kaneema kadogo kakuachiwa tu pale, yani amewapelekesha wana wa Mungu mpaka leo hatuna nini? Hatuna nafasi. Lakini ngoja nikwambie ni kwamba hicho alichokifanya shetani na alichokuwa amepewa wana wa Mungu ilikuwa ni kwa muda mfupi sana, ila tu kwa sababu siri hatukuigundua vizuri, ndio maana tuliendelea kutaabika, tukaendelea kuwa vipofu, tukawa hatuoni. Lakini na tulisoma katika kipindi cha kwanza hapo, tukarudia mstari huo ule waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorinto, ile sura ya 4 mstari wa 4. Tujaribu kusoma hapo, tuanzie hapo, ni kuonyeshe jinsi gani huyu alitumia nafasi ya kuweza kutupofusha kwa kuchukua ile nafasi ya kutawala kile ambacho hakutakiwa kukitawala, lakini kwa sababu ya kutokujua kwetu amepata huu muda aliopata, amepata nafasi hii aliyoipata. Lakini nashukuriwe Mungu kwa sababu baada ya somo la leo utagundua ni wapi Mungu aliamua kuturejeshea kilichokuwa kimeibiwa. Wakorinto wa pili ile sura ya 4 na mstari wa 4. Korinto wa pili sura ya 4 na mstari wa 4 nasema hivi: ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao, wasioamini wasiamini isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona? Anasema ukianza hapo juu kidogo inasema ikiwa injili imesitirika kwa hao wasioamini, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, amepofusha mawazo yao, amepofusha ufahamu wao, ili isiwazukie nuru ya injili. Injili ni habari njema. Habari njema ni kazi ya Yesu msalabani, ni ukombozi, kusudi la Mungu kwa wanadamu. Sasa yeye huyu alipopewa nafasi hiyo, aliwafunga watu macho, akaziba fahamu zao, wakawa hawaelewi. Kwa tunatembea tunasema Mungu yupo, wana wa Mungu, lakini kuna kitu amefunga hapo ambacho watu hawezi kukiona. Lakini tukirudi kwenye mpango wa Mungu tangu mwanzo, huyu shetani, yani tuanze tu tangu mwanzo, dunia inaumbwa. Shetani pamoja na uzuri aliokuwa nao bado ni malaika. Na alifahamika tangu mwanzo kama nani? Kama malaika. Maana kipindi hicho leo anaitwa shetani, anaitwa labda joka, sawa? Anaitwa mfalme wa giza, anaitwa vyote vile. Lakini kwa mwanzo aliitwa nani? Aliitwa Lucifer. Aliitwa Lucifer, nyota ya asubuhi, mwana wa asubuhi. Yaani ni sifa alizokuwa nazo hizo wakati bado yupo kwenye umiliki na anasimama katika kipindi kile cha sifa katika kumtukuza Mungu namna hiyo. Aliongoza namna hiyo. Lakini kumbuka tangu akiwa huko bado yeye ni malaika. Kwa maana kwamba shetani hajawahi kuwa na mamlaka dhidi ya mwanadamu hata siku hii. Kwa sababu malaika tangu asili yake hajawahi kuwa na mamlaka kuliko mwanadamu, kuliko mtu mbele za Mungu. Ukisoma ile Waebrania sura ile ya kwanza mstari wa 14.
Kwa mujibu wa Ibrania ile sura ya kwanza sura 14. Shetani ni malaika, tangu mwanzo aliumbwa akiwa ni malaika. Na hakuna mahali malaika aliwahi kuwa na nguvu wala uwezo kuliko mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Haipo. Sasa hata kama asingeasi akabaki kuwa malaika, bado uwezo wake, nguvu zake hazikuwa zinalingana na nguvu alizonazo mtu mbele za Mungu. Waebrania ile sura ya kwanza mstari wa 14. Nitasoma Waebrania ile sura ya kwanza mstari wa 14, nasema je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu? Sikiliza. Ukirudi juu kidogo anasema kuna mahali gani Mungu aliwahi kukaa na malaika akadiskasi na malaika, akajibizana na malaika au akapanga mipango na malaika? Hakuna. Ukianzia pale 13 ndio. Hawezi kusema pale 13 tupate hivyo. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Umesikia swali hilo? Kwamba je, kuna wakati wote ile kutokea Mungu akamwambia malaika kwamba kaa hapa mkono wangu wa kuume hadi nitakapotekeleza adui zako ndipo nitakaposimama? Haijawahi kutokea. Sasa 18 ndio anaposema maana yake nini? Hao wote je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu? Sikiliza. Ndio kazi ya malaika hiyo. Malaika are servant, yani malaika ni watenda kazi. Na wanatenda kazi kuwatendea kazi wale watakaorithi nini? Wokovu. Ni kina nani hao? Ni wale wanaomwamini Yesu. That's all. Kwa hiyo malaika kwa viwango vyao, wawe na sifa zao zote. Wawe ni malaika katika kikosi cha Mikaeli ambao ni wapambanaji, wawe ni malaika katika kikosi cha Gabrieli ambaye ni mpashaji habari, ni messenger, wawe ni katika kitengo hicho cha Lucifer cha sifa, wawe ni katika kipande cha makerubi, wawe ni katika kitengo cha maserafi, wote ili mradi ni malaika wako chini ya mamlaka ya mtu. Maana mtu peke yake ndiye aliambiwa na Mungu kaa. Na Yesu anasema ukienda pale Rumi ile 8:38 anasema Yesu yuko upande wa kuumba Mungu Baba. Anatuombea sisi, anatutafutia, anatuandalia makao. Ina maana watakaopewa nafasi ya kukaa, Yesu anasema tutakapokuwa tumemaliza safari hii atasema kaeni hapo mle mno ninyi mlioshinda dunia. Aliyepata ahadi hiyo ni mtu peke yake. Hakuna malaika aliyewekwa katika nafasi kama hii. Kwa hiyo hata kama shetani asingeasi akaendelea kuwa na kitengo chake kile kile, bado alikuwa na mamlaka chini ya mamlaka ya mtu. Sasa ndio maana utakuta watu kwa kutokuelewa wanampa mamlaka hayo, wanampa nafasi hiyo. Lakini ngoja nikwambie, ni kweli alikuwa na nafasi hiyo na ya kuongoza. Na kwa sababu Mungu anapenda sifa, alifurahishwa na shetani. Alifurahishwa na ibilisi. Kipindi hicho hajaitwa shetani. Alikuwa bado anaitwa nani? Lucifer, nyota ya asubuhi. Na alikuwa ni mzuri. Unaona? Alikuwa ni mzuri kweli. Unajua leo kuna watu ukikuta mahali wanamchora shetani, mara meno marefu, si ndio? Mara na macho makubwa mekundu, kucha ndefu chafu, meno sijui ana pembe. No. Shetani ni mzuri kuliko wote. Yaani katika vile vilivyoumbwa na Mungu, hakujawahi kutokea mzuri kama shetani. Katika historia ya Biblia, ukisoma vizuri, uzuri uko sehemu hizi mbili. Wa kwanza kuwa mzuri kuliko wote dunia nzima tangu ilianza kuumbwa alikuwa ni shetani Lucifer. Maana yeye unaambiwa huyu alikuwa anang'aa, yani akipita mahali hata akikanyaga milio tu unasikia vinanda vinalia. Akipita huko unasikia alikuwa anatembelea kwenye mawe ya dhahabu, samawi ya kuti za maradi, na ndio alikuwa anatembelea huko. Yaani akipita hivi manukato yananuka. Nani aliwahi kutokea hivi? Wa pili wazuri waliowahi kutajwa katika Biblia hii duniani ni watoto wa Ayubu, baada ya wale wa kwanza kuharibika. Baada ya wale wa kwanza kuondoka, unaambiwa waliokuja kwa safari ya pili ndio walikuwa wazuri, hajawahi kutokea mzuri kama wao peke yake. Lakini watu ukimchora shetani, unamchora na pembe, macho mabaya, amepaka masizi usoni, na ni kwa sababu ile picha mara nyingi waganga wa kienyeji wachawi wanakuwa nayo. Ukienda kwa wachawi unakuta wamejipaka mazizi usoni, macho mekundu, ukifika pale sasa wao kishasikia unaona ndio sura ya shetani. Lakini kumbe kwa asili shetani ni wanaotufanya tumwone shetani ni mbali, hao wanaoitwa wachawi. Maana wao ukienda kwao hawezi kukaa hivi tulivyovaa sisi. Yeye utakuta mpaka avue nguo hizi, avae manyanga yale, apake vitu usoni, macho abadilike, alafu akifika na kutishia na kwa sauti ibadilike. Sasa mashetani yamepanda. Kwa hiyo watu wakiona hivyo wanajua tu shetani ndio hali yake. Kumbe shetani ni watu mzuri.
Lakini samani mchungaji. Anayewafanya watu wawe vile. Uone kama ni mpaka shetani mwenyewe. Si ndio Mungu? Huyo ndo anawafanya hivyo, anachojua. Maana hofu, unajua kuna hofu haiwezi kubeba imani. Hofu inaiondoa nini? Imani. Sasa ili akuteke upoteze imani, lazima kujengea hofu. Ndio maana lazima sema sasa wewe ukishatishika unapoteza imani. Na imani kishapotea, huwezi kumwamini Mungu. Anakupata kirahisi. Ndio anachokifanya. Na ndio maana kaitwa mwongo na baba. Lakini hii nafasi aliyokuwa nayo kama tulivyoona alivyoipoteza, alipoteza. Umeona? Lakini kwa sababu watu hawajafahamu, tunataka leo tuwasaidie kuigundua hiyo. Ezekiel 28 ule mstari wa 14 na 16. Ezekiel 28. Ezekiel 28 anza ule mstari wa 14 halafu utamaliza kwa 16. Tutasoma Ezekiel 28. 14 hadi 16. 14 hadi 26. Ezekiel sura 28 mstari wa 14 hadi 16. Hadi 16. Yes. Haya basi tunasoma katika Ezekiel. Ni Ezekiel, yes. Acha tuingie katika kitabu cha Ezekiel ile sura ya 28 14 hadi 16. Yes. Ezekieli 28 14 hadi 16, maandiko yanasema hivi. Wewe ulikuwa kerubi. Wewe ulikuwa kerubi. Mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu. Nalikuweka mpaka ukawa juu ya mlima mtakatifu. Yaani pale alipokuwa anakaa Mungu, alipokuwa yani sehemu ya Mungu ndipo yeye alipokuwa anakaa. Ndio ilikuwa sehemu yake hiyo. Huyo bwana Lucifer. Wakati bado anaitwa nani? Lucifer, nyota ya asubuhi. Ndio ilikuwa sehemu yake. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Yaani mawe ya moto ya thamani ndio ilikuwa sehemu yake ya kutembelea. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Tangu ulipoumbwa uliendelea kuwa mkamilifu, hukuwa na shida. Ulifanya kama nilivyokuelekeza, hapakuwa na shida. Endelea. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Hadi uovu ulipoonekana ndani yako. Ikaweje? Kwa wingi wa uchuuzi wako, watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu, kama kitu kilicho najisi. Nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikaye. Utoke katika mawe hayo ya moto. Sikiliza. Ulikuwa unakaa huku kwenye mlima mtakatifu. Ulizunguka, lakini walikutia kiburi. Nani hao? Wale malaika walikuwa kuzunguka. Unajua kuna vitu vingi vinashawishi. Ukisoma lugha hii utakuta ni kwamba kumbe inawezekana kuna malaika walikuwa wanamwambia Bwana, wewe kwa nini unakubali kumtumikia huyo? Kwa nini tusianzishe na sisi ka ufalme ketu? Tumekaa tu Bwana kila siku tunamsujudia yeye, tunampigia makofi, tunamwimbia yeye. Ndio hivyo nakuta hata washirika wakati mwingine makanisani wanaweza kaunga kundi tu. Sasa pasta kila siku yeye peke yake tu, hili yeye mwenyewe. Ndivyo ilivyokuwa kwa Lucifer. Sio yeye, kuna wanaomzunguka walianzisha hilo. Huyu bwana yeye bwana kila siku tunamwimbia yeye, tunampigia makofi yeye, ili kundi lote hili. Akapata udhalimu, si ndio? Kiburi kikapanda. Matokeo yake akataka kwenda kushindana na asiweza kushindana naye. Nini kilichokuja kutokea? Soma 18 na 19. 18 na 19. Hapo 28 hiyo ulisoma 14 mpaka 16. Sasa shuka 18 na 19. Uone nini kilichompata sasa katika kutaka kujaribu kushindana na yule ambaye ashindani naye, ambaye ni Mungu muumba wa mbingu na nchi. Endelea. Kwanza tukipanda hapo 17 inasema hivi. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Uzuri wako si ile kumsifu, wewe mzuri, unaweza, sisi wote tuko nyuma yako. Wewe fanya tu hivi utaona tutakuunga mkono. Umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini. Sasa nimekutupa chini. Nimekulaza mbele ya wafalme. Nimekulaza mbele ya wafalme. Wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepitia unajisi, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao
umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazamao. 19. Wote wakujiao kati ya kabila za watu watakustajabia. Umekuwa kitu cha kutisha, wala hutakuwepo tena hata milele. Sikiliza, anasema kwa sababu ya kiburi chako, sasa mimi nimekutupa chini, si ndio? Nimekushusha chini, na wewe ulionekana mwenye kufaa mbele za wafalme, leo watakushangaa. Maana nimekushusha mpaka kuweka kwenye kiwango cha majivu duniani. Ina maana duniani hakutakiwa kuwa na sifa alionayo, maana hii alishanyang'anywa siku nyingi, alishapokonywa siku nyingi. Na naambiwa hata wafalme wale waliokuwa wanaonekana kwa tishio kwao, watakapokuwa na kuangalia watakushangaa. Kwa sababu nini? Usukufu wako uliokuwa nao hautakuwepo tena milele. Tunakwenda pamoja? Kwa ule utukufu uliokuwa nao, ulikuwa unajivunia ule, hautakuwepo tena milele na utakuwa umenyang'anywa kabisa. Neno liko wazi kwamba Mungu alimnyang'anya hii nafasi kutokana na kiburi alichokwenda kukionyesha. Ile thamani iliyokuwa nayo akaipoteza, ikawa ile nafasi haipo tena. Lakini leo nini kinachotokea? Ni kwamba tuna dhana tumeishikilia, na wakati mwingine watu wanaweza wakajaribu kuitetea kibibilia. Wanasema unajua shetani ni mshtaki wetu, si ndio? Shetani nani? Ni mshtaki wetu. Kwa hiyo shetani anatushtaki kwa Mungu. Kwa hiyo watu mpaka leo wanaamini kwamba shetani anaenda mbele za Mungu kutushtaki. Mpaka leo kuna watu wanaamini hivyo, kwamba shetani tukifanya kosa dhambi, yeye anaenda kwa Mungu, anaenda kumwambia, unaona mtumishi wako yule fulani kafanya 1 2 3. Na reference ni nini? Reference wanarifaa kwenye dialogue ya Mungu na nani? Na shetani wakati wa Ayubu. Kwamba Biblia inasema kuna kipindi Mungu alikutana na shetani akamuuliza, unatoka wapi? Shetani akasema, unajua mimi nilikuwa nazunguka huko duniani, napita hapa na pale na nini. Eti akamuuliza, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Akasema, Ayubu nimemuona, nimepita walikuwa wanafanya sikukuu zao kule, nilimwona na Ayubu. Sasa watu wanachukulia kwamba ile dialogue ilikuwa inafanyika kati ya Mungu na shetani mpaka leo ipo, kwamba shetani anaweza akawa na nafasi ya kwenda kwa Mungu na kwenda kutushitaki. Na wanakwenda, kuna mahali wanasema muwe makini hivi na hivi, kwa sababu mshtaki wetu shetani kama simba ngurumae, si ndio? Anazunguka kuna huko akimtafuta mtu kummeza. Kwa hiyo watu wanaamini kwamba shetani ana mamlaka hayo. Lakini nataka siku ya leo kwa neema ya Mungu nikuonyeshe kwamba mamlaka ya shetani hana, na mbele za Mungu shetani hawezi kufika tena. Tuko pamoja wapendwa watazamaji? Kwa sababu gani? Kazi alikuja kuifanya Yesu msalabani pale ndio ilikuwa inakuja kumaliza kabisa mamlaka. Hapa alifukuzwa, si ndio? Akaambiwa nenda duniani, toka hapa. Akalinganishwa na majivu duniani. Kwa maana kwamba ukishasema majivu yana thamani gani duniani? Takataka. Ni kuzolewa na kwenda kutupwa. Ndivyo thamani ambayo shetani alivikwa baada ya kufika duniani. Lakini Yesu alipokuja, ona sasa kilichokuja kutokea. Baada ya Yesu kuja, akiwa duniani alianza kupambana na shetani hapa duniani. Na kinachoonekana ni kwamba akiwa hapa duniani katika kile kipindi cha huduma ya Yesu Kristo, alinyang'anya yale mamlaka aliyokuwa nayo shetani, akamnyang'anya nafasi hiyo pia aliyokuwa nayo neema kidogo ya duniani, akaimaliza. Alipomaliza, unaambiwa Biblia inavyosema, shetani alikimbilia wapi? Kuzimu. Yesu alipobaki duniani, shetani yuko kuzimu, ilibidi tena Yesu amfuate wapi? Kule. Maana wakati ametoka duniani kuna kitu kimoja aliondoka nacho. Ufunguo wa nini? Mauti. Sasa ili kummaliza kabisa, ilibidi Yesu amfuate kule alikokuwa, kwenda kunyang'anya funguo za nini? Za mauti. Na siku ya tatu Yesu alipofufuka, wana wa Mungu, shetani walikuwa wamemalizika moja kwa moja. Yaani hapo ndipo mamlaka ya shetani yalipoishia. Kwa maana akaja mpaka duniani, akashuka mpaka kuzimu baada ya kufa. Alimaliza kazi ya shetani yote. Na wala nikuonyeshe hapa. Mbinguni alifukuzwa. Akaambiwa hufai, ondoka. Akatupwa duniani. Duniani Yesu akaja, si ndio? Akamshinda duniani. Shetani akaingia kuzimu. Still bado Yesu akamfuata wapi? Kule kuzimu. Ina maana maeneo yote matatu Yesu alifanya kazi hiyo na akamshinda shetani.
Na anasema vyote hivi vilivyofanyika ilikuwa ni kwa ajili ya mwili wa Kristo, ambalo ni nini? Ni kanisa. Sasa hiyo unasema hati ya mashtaka ambayo watu wanaclaim leo kwamba mshtaki wetu, hiyo haki ilifutwa. Ile hati ya mashtaka shetani alikuwa nayo ilifutwa. Na hiyo tuko kwenye Kolosai. Hebu tuende Kolosai ile sura ya kwanza. Nikuonyeshe kitu fulani hapo ili uone mwana wa Mungu kwamba usikubali kuonewa, usikubali kuteseka. Mungu anakupenda na makusudi mazuri na wewe. Kolosai 1:13 na 14. Kolosai 1:13-14. Maandiko yanasema hivi katika Wakolosai sura katika ule mstari wa 13 nasema labda nirudilie tena kwa usomaji vizuri. Ndio. Sura Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13. Inasema hivi 13 hadi 14. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Yes. Unaona, Yesu kazi alikuja kuifanya, anasema alituhamisha kutoka ufalme wa nini? Wa giza. Ufalme wa giza ni mle ambao tulikuwa tunatawaliwa kwa ajili ya dhambi. Yesu alipokuja akaja kututoa humo, akatuhamisha na kutufanya kuwa wana wa pendo lake. Huo ukombozi ulitokana na nini? Ni msamaha wa dhambi. Kwa nini msamaha wa dhambi? Ni kwa sababu dhambi ndio ilikuwa bango la nani? La shetani kutushitaki. Bango shetani alikuwa ananalo kwa Mungu ilikuwa ni nini? Ni dhambi. Ndio ilikuwa bango lake kubwa. The banner he used ilikuwa ni dhambi. Anapeleka, unaona fulani. Sasa hili bango hili unaambiwa ndipo Kristo alituokoa kutokana na hili. Maana hapa ndipo shetani alipokuwa anapatumia kupeleka mashtaka hayo, lakini nafasi hiyo alinyang'anywa. Tuko moja? Maana utakuta hata katika tunapozungumza ile habari za Musa. Unakumbuka hata Musa wakati shetani ana declare anaomba maiti ya Musa. Alitumia nini? Huyu ametenda dhambi. Mungu, Musa ni haki yangu. Kwa nini amefanya dhambi? Anapouliza alifanya dhambi gani? Akataja, ni kweli Musa alikuwa amekosa. Maana Musa makosa mawili aliyofanya kwa Mungu, moja ilikuwa ni kwamba alipoambiwa na Mungu aseme na mwamba, si ndio? Yeye badala ya kusema na mwamba akaupiga mwamba. Kosa la kwanza. Tayari huo ni uasi. Kosa la pili, amekwenda mahali hakuna maji, amekwenda amezungumza na mwamba, mwamba umetoa maji. Badala ya kusema Mungu ashukuriwe tumepata maji, akasema mimi na ndugu yangu Haruni tumekupeni maji. Lile likawa ni kosa la ngapi? La pili. Kwamba yeye badala kumtukuza Mungu mbele ya wana wa Israeli ametukuza yeye. Mungu akakasirika, akasema wewe hufai. Kanaani utaiona lakini hutaingia. Sasa wakati anakufa Musa, shetani anatumia vigezo hivi. Kama unaona, huyu alikuwa hafai. Si ndio? Huyu alikuwa hafai. Kwa hiyo mashitaka haya ndio alikuwa anatumia, dhambi zetu tulizofanya, makosa yetu ndio alikuwa anayatumia. Lakini ukija kusoma hapo tuliposoma 13-14 anasema alitusamehe. Alituokoa dhidi ya utawala wa dhambi. Alituondoa, akatununua, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa soma ule mstari wa 15 uone tunazungumzia kitu gani hapo. Ili uone kwamba ni kweli alikamilisha ukombozi huo. Labda tu kabla ya kusoma huo mstari wa 15 ningependa tu niambie wapendwa watazamaji labda wapate kidogo muda kidogo tu wa kupumzika. Ndio. Alafu tukija kuwaleta waimbaji kutoka Wewe
Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 inasema hivi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Endelea. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Ishia hapo. Huyu Yesu ndiyo sifa alionayo hii. Yeye ndio mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Ina maana vyote vilivyoumbwa, mzaliwa wa kwanza ni nani? Ni Yesu. Na yeye ndiye alikuwa mmiliki wa vitu vyote. Ndio, na ule umiliki ndio sisi tulikuja kumilikishwa sasa kwa kupitia Yesu, na sisi tukamilikishwa. Sasa twende, kwa sababu lengo letu liko kuonyesha jinsi gani mamlaka yetu aliyokuwa amenyang'anya shetani yalivyorudishwa kwetu. Tunakwenda sasa Kolosai ile sura ya 2 mstari wa 13 twende na 14. Kolosai sura ya 2:13-14. Sura ya 2 mstari wa 13 hadi 14. Biblia inasema hivi katika Kolosai 2:13-14. Ndio. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye. Ndio. Akiisha kutusamehe makosa yote. Akiisha kutusamehe makosa yote. Makosa yote. Turudie tena hapo kwanza. Turudia tena. Akiisha kutusamehe makosa yote. Sawa. Akiisha kuifuta ile hati. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na adui kwetu. Akaiondoa isiwepo tena. Akaigogomea msalabani. Sikiliza vizuri. Anasema akisha kuifuta ile hati ya mashitaka iliyokuwa na nguvu za kutushitaki, si ndio? Akaifutilia mbali, akatuondolea uovu wetu wote, akatuondolea dhambi zetu zote. Sasa baada ya kutuondolea dhambi zetu, ina maana ile nguvu aliyokuwa nayo shetani ya kutushitaki, kwa sababu ilitokana na nini? Na dhambi, si ndio? Akaifuta mbali na akaigongomelea wapi? Msalabani. Tuko moja? Yaani ile hati ambayo shetani alikuwa anaitumia kutushitakia ile ikaonekana haina thamani tena. Anasema akaichukua akaigongomelea msalabani. Sawa? Na ukimalizia ile sura 15, hebu mwanzo 15 uone kilichokwenda kuendelea hapo ili kukamilisha hilo swala zima la mashitaka kwamba huyu bwana hata mamlaka yale kushitaki hayakuwepo tena. Malizia mstari wa 15. 15 anasema akiisha kuzivua enzi na mamlaka ya nani? Na kuzifanya kuwa mikogo. Baada ya kuzivua enzi na mamlaka alizokuwa nazo shetani, mamlaka aliyokuwa nazo shetani, akaifanya kama mkogo, kama kitu ambacho hakina thamani, yani kama mdoli fulani hivi, si ndio? Ikaweje? Kwa ujasiri akazishangilia katika msalaba huo. Haleluya. Tuko pamoja? Kwamba yale makosa ambayo shetani alitumia fursa kutushitaki, Yesu alikuja kwanza akafanya nini? Akafuta. Baada ya kufuta akachukua ile hati ambayo angekuwa anaitumia akaifuta. Sawa? Akachukua akapeleka pale msalabani kwamba muona kazi niliyoifanya imetosha, akafutilia mbali. Sasa alipomaliza akawa anaangalia kile kiburi alichokuwa nacho huyu bwana. Anasema akakuta kimekuwa ni kama mkogo. Kimekuwa ni kitu kama ambacho hakina nguvu tena, hakina mamlaka tena. Yesu akaanza kushangilia. Kushangilia ni nini? Ni kuonyesha furaha kwa nje. That is kushangilia. Kushangilia ni kule kuonyesha furaha iliyokuwa ndani, sasa inatoka nje. Ndio maana kushangilia. Sasa unaweza kushangilia kwa kupiga makofi, unaweza kushangilia kwa kuzomea, unaweza kushangilia kwa kuruka ruka. Sasa yani na maana ile furaha iliyokuwa ndani unaitoa nje kwa vitendo, ndio kushangilia. Yesu baada ya kuona utimilifu wa kazi aliyoifanya, kuvunja hati iliyokuwa nayo yule bwana, kunyang'anya mamlaka aliyokuwa nayo, msalabani pale akafanya nini? Akashangilia. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Akafanya nini? Akashangilia. Anashangilia nini? Kwamba huyu aliyekuwa na mamlaka dhidi ya wanadamu, alikuwa na mamlaka dhidi ya mtu, hana tena. Hati aliyokuwa nayo na nguvu aliyokuwa nayo ya kushitaki hana tena. Sasa ndio Yesu anafanya nini? Anashangilia. Haleluya. Tuko moja? Kwa hiyo mwana mmoja nataka nikwambie leo hii shetani ile nafasi ya kumwita mshitaki wetu hana tena. Na kwa ukweli ilivyo, leo hii shetani hawezi kufika mbinguni. Mahali alipo Mungu shetani,
hebu nikuonyeshe kitu kimoja tu, hata kabla nisiendi mbali. Hivi fikiria, wewe tu muamini, wewe muamini, si ndio? Unakutana na mtu mwenye pepo, unamwekea mkono, anapiga kelele na ungua, si ndio? Anapiga kelele, anafanya nini? Naungua. Wewe tu muamini, unamwambia pepo toka, anafanya nini? Anatoka. Kama wewe tu muamini mwana wa Mungu, unaweza kumshika mtu mwenye pepo namna hii na akapiga kelele na ungua, iweje mbele za Mungu? Iweje mahali ambapo Mungu ndio yuko hapo? Anaweza kufanyika kweli? Yes, yani tujaribu tu kulifikiria kwa ile ya kawaida. Kama mimi tu ninakutana na mtu mwenye pepo, anashtuka, anakimbia. Unakutana na mtu mwenye pepo, anatokeza kule, wakati mwingine anaona huyu anakuja huko, anakatiza njia. Iweje shetani karibu na Mungu? Haiwezekani. Kwa hiyo sifa hiyo kumpa shetani kwamba ni mshitaki, anaona kushtaki mbele za Mungu, hiyo sifa hana na haitakai uwepo tena. Na ngoja nikwambie kitu kingine. Nikufundishe tu. Hivi Mungu anasubiri ripoti ya shetani ndio aone dhambi zako? Eti mpendwa mtazamaji, Mungu kuona dhambi yako anasubiri shetani ampe ripoti? Yeye haoni. Hivi kuna dhambi unaweza kaifanya ambayo Mungu haoni? Tujaribu kufanya tu analysis, yani uchunguzi wa kawaida. Hivi wewe mpendwa mtazamaji, kuna dhambi unayoifanya wewe Mungu asiyoiona? Sasa anasubiri ripoti ya nani ili aone dhambi yako? Kwamba hakuwa anaona, sasa unakuja kumpa ripoti? Wewe kabla haujafanya, ngoja nikwambie kitu. Kabla haujafanya dhambi, kabla haujatenda dhambi, hiyo dhambi iko rohoni mwako. Si ndio? In your spirit. Hiyo dhambi inaanzia wapi? Na humo rohoni mwako ndimo yuko Mungu. Sio, unanipata vizuri mtazamaji wangu? Kabla haujafanya dhambi, inaanzia wapi? Ndani. Na humo ndani inamwanzia ndio yuko nani? Ina maana wewe unapoanza kupanga hiyo dhambi, yeye ameshajua, hasubiri ripoti. Ndio maana kwenye ile Rumi 8:18 anasema wale wanaongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. 16:8-16 Rumi anasema kwa maana roho wa Mungu anashuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wana wa nani? Ina maana roho wa Mungu yuko ndani yetu pamoja na roho zetu. Sasa unapokuwa unapanga kitu kukifanya, roho wako ajui? Si anajua? Kwa kama Mungu anaweza kukaa kwenye roho yako, una kipi utakachokifanya ambacho Mungu haoni? Kwa hiyo Mungu kwanza futa hilo kwamba Mungu hawezi kusubiri ripoti ya shetani ndio ajue dhambi uliyofanya. Maana yeye alijua dhambi yako tangu unapoipanga, hata kabla hujaitekeleza alishaiona. Hilo liondoe. Tuje hapa sasa. Maana yangu ni kwamba Mungu anajua kila kitu. Maana yuko kila mahali na anaweza kila jambo. So hasubiri ripoti ya shetani ndio ajue. Yeye anajua kila kitu hata kabla shetani hajapeleka ripoti, na hahitaji ripoti yake. Sawa? Sasa kama roho Mungu anaishi ndani yetu na roho wa Mungu anaweza kufanya kazi na roho zetu, basi yeye ni rahisi kujua na kutukumbusha kwamba hili halifai, hili halifai, hili halifai. Ni rahisi yeye kuziona dhambi zetu, kwa sababu anafahamu kila kitu. Anapokaa ndani yetu, hakuna atakachokifanya ambacho yeye hakijui. Sasa kama Mungu yuko ndani yako, ina maana dhambi anayoifanya anakuwa ameshaiona hata kabla hujaitenda. Hahitaji ripoti ya nani? Ya shetani. Lakini sio hilo tu. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Leo hii ukitaka kufahamu, shetani hawezi kwenda karibu ya Mungu. Na ngoja nikuthibitishie hilo. Wa Ufunuo sura ya 12. Ufunuo sura ya 12. Mpendwa mtazamaji, nafikiri tunakwenda pamoja. Umeshaona kabisa kwamba Mungu hahitaji ripoti ya mtu kwamba anaenda kushtaki kwa Mungu ili iweje? Kwamba ulipofanya hakuona wala hakuwepo. Wewe unapoanza kupanga mpango alikuwepo. Unapokwenda yeye yupo. Anasubiri ripoti ya nani? Halafu anaposubiri ripoti ya shetani, na maana Roho Mtakatifu hayupo. Kama kuna watu ripoti, na maana malaika zake hawapo. Si wapo malaika wengi tu wazuri ambao Mungu ameweka, au tuliosoma kwenye Ibrania 1:14. Si wapo wangepelekea ripoti kwamba huyu mtu umetuma tumlinde, tumfanyie hivi, bora anachokifanya. Si wangepeleka ripoti. Lakini hasubiri ripoti. Ripoti inasubiriwa ni siku ya mwisho atakapokwenda kusema mbele ya kiti cha enzi, kutoa hesabu. Na hapo sio kila mtu atoe hesabu ya mwingine, ni kila mtu hesabu yake mwenyewe. Hilo ni somo la siku nyingine. Hebu leo twende hapo Ufunuo 12:7 hadi 10. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 hadi 10 nasema hivi. Kulikuwako na vita mbinguni. Kulikuwako na vita mbinguni. Maana sikiliza, ngoja nikupeleke kidogo hapa. Shetani wakati anataka kutupa mbinguni, mfilimbi, wanasukuzwa, watu wako kikosi nyuma yake kinamfuata, sasa anaambiwa wewe ondoka. Unafikiri angekubali?
asingekubali. Sasa alipokataa, palikuwa na vita, ina maana aling'olewa kwa vita, kwa mapambano. Hakuombea tu ondoka na kaondoka, alipambana. Endelea baba. Mikaeli na malaika zake wakipigana na yule joka, yule joka naye akipigana nao pamoja na malaika zake. Sikiliza, lile kundi la Lucifer, shetani, ibilisi, joka, walipoambiwa na Mungu waondoke, walikataa. Ikabidi Mungu atumie kikosi chake cha wapambanaji kinachoongozwa na nani? Na Mikaeli. Sawa? Mikaeli akaja na kikosi chake, anakuja kupambana na nani? Na Lucifer na kikosi chake. Kwa hiyo Mikaeli na malaika zake wanapigana kwa niaba ya Mungu. Wanapigana nani? Na Lucifer anayepinga uamuzi wa nani? Wa Mungu. Nini kiliendelea? Soma. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Sikiliza. Vile vita vilivyoendelea, kwa bahati nzuri, maana Mungu hawezi kushindwa. Shetani na malaika zake walishindwa, na waliposhindwa akatupwa, na mahala pake hapakuonekana tena mbinguni. Pamoja? Mahala pake hapakuonekana tena. Maana yake ni nini? Ina maana ile access aliyokuwa nayo shetani mbinguni ilifutwa. Tuko pamoja na Mungu? Tunaelewana vizuri? Ile nafasi ilifutwa. Kwa hiyo hiyo nafasi haipo tena. Umefika mpaka mstari wa 10. Endelea mpaka mstari wa 10. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi. Sikiliza. Na Shetani. Akatupwa yule nyoka wa zamani, yule nyoka mkubwa yule. Ina maana Lucifer mwenyewe aitwaye nani? Shetani. Shetani na Ibilisi. Unaona majina yanabadilika, imetoka kwenye Lucifer, mwana wa asubuhi, nyota ya asubuhi, sasa anaitwa nani? Shetani na Ibilisi. Endelea baba, malizia mpaka 10. Audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja na yeye, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. 10 anasema ndipo nikasikia sauti kuu duniani. Hii inasemaje? Ikisema, sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye ashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Sikiliza sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umesikia kwamba baada ya vile vita, kikosi cha Mikaeli na malaika zake na kikosi cha nani? Cha Lucifer na malaika zake wakapigana, lakini Lucifer akashindwa. Aliposhindwa, nasema na yeye na malaika zake wakatupwa chini, na nafasi yake mbinguni haikuonekana tena. Sasa wanasema ikaonekana sasa duniani mbinguni wokovu umekamilika. Wana wa Mungu wamepata nini? Wokovu kamili. Lakini ikawa sasa nione, kwa sababu amekuja wapi? Duniani. Lakini kwa swala mbinguni kumekuwa na wokovu kamili. Kumekuwa na utukufu. Na anasema kupitia ule Yesu wake yule ukombozi ukafanya nini? Ukakamilika. Maana yule aliyekuwa anashitaki hayupo tena. Ndio maandiko yanavyosema. Labda uje tena vizuri mstari wa 10. Alikuwa anashitaki, jamani, hayupo tena. Ule mstari wa 10. Mstari wa 10 katika sura ya 18. Ya 12. 12. Yes. Okay, mstari wa 10. Nafikiri unaanzia hapo mwanzo hapo na ukavuka. Mstari wa 10 unasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu, sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wake na ufalme wa Mungu wetu. Sawa. Na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ule mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Amen. Ametupwa chini. So ile nafasi aliyokuwa nayo shetani hakwenda kushitaki haipo tena. Sasa leo hii hawezi kusema anakwenda tena mbinguni kwa Mungu kushitaki. Hiyo nafasi shetani hana. Sasa usije ukadanganyika unasema unajua hata leo mshtaki wetu yupo. Mungu hahitaji ushahidi. Hahitaji ushahidi. Na wewe unayesema huyo nafasi hiyo alipoteza siku nyingi, hanayo mamlaka hayo tena hana. Kwa hiyo hawezi leo kwenda mbele za Mungu eti anakwenda kutushitaki. Sawa jamani? Amina. Kwa hiyo tunajisahau sisi wenyewe. Tunajipotezea muda sisi wenyewe.
Na ngoja nikuonyeshe kitu tunapokwenda kumalizia hapa. Anasema hivi, unajua shetani leo tunapoambia habari za shetani, kila mtu anamuona kwa njia yake. Mwingine anamuona na pembe, mwingine anamuona na macho makubwa, si ndio? Mwingine anamuona yuko hivi, mwingine amesikia wachawi wako hivi, mwingine amesikia hili. Lakini ngoja nikwambie, Biblia inasema hivi, siku tutapata ile neema ya kumuona shetani, tumuone ndio huyu hapo. Anasema tutashangaa. Siku tutafanikiwa kumuona ndio shetani huyu hapa. Anasema watu watashangaa. Hivi huyu ndio yule shetani ambaye alikuwa anatabisha watu. Watu watashangaa. Ngoja nikuonyeshe hilo. Hebu nenda katika Isaya ile sura ya 13. Uone tunachokisema hapa, mpendwa wa mtazamaji. Uone shetani huyu tunavyompa sifa ambazo hana. Tunajaribu kumuinua wakati kumbe hana nafasi hiyo. Hana kitu hicho. Tunampa sifa ambazo hana. Isaya 14 ule mstari wa 13 hadi 16. Isaya 14 mstari wa 13. Twende taratibu, tutaenda kwa taratibu mstari mmoja baada ya mwingine ili nini ninamfafanulia mpendwa wa mtazamaji aweze kutuelewa, maana natamani kumalizia somo hili tangu sasa. Uwe na ujasiri kwamba wewe ni mwana wa nani? Unless kama hujaokoka. Kama hujaokoka, hapo sina msaada kwako. Ni wewe tu kubali kuja kwa Yesu. Lakini kama una Yesu ndani yako, haya maneno yanamaliza kila kitu. Somo hili limekurejesha mahali pako, na kama umelisikia na kulipokea, tayari unaamini umehama toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Isaya 14 anza mstari wa 13. Taratibu tu mstari mmoja mmoja, tunafafanulia mpendwa mtazamaji aweze kutuelewa vizuri. Nasoma Isaya 14 na mstari wa 13. Nasema hivi. Inasema, nao ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Sikiliza. Eti akajiambia kwamba mimi nitapanda juu kupita kwa level aliyokaa Mungu. Yaani pale alipokalia Mungu pale, mimi nitapavuka. Nitaenda mpaka juu. Inawezekana. Mungu ndio the highest one. Yaani the highest of the highest ni nani? Ni Mungu. Ina maana juu ya pale alipofikia Mungu hakuna level nyingine huko. Ila yeye alikuwa anajiambia kwamba mimi sasa nataka niende pale alipofikia Mungu pale, nipapite, mimi niende zaidi. 14 14 anasema hivi. 14 anasema nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Sikiliza huko. Eti mimi nitapaa, unajua anawaambia wale malaika zake waliomkubali, nitapaa mpaka vile vimo vya mbingu vile vya mawingu, halafu ila sinipate, mimi nitaenda juu zaidi. Umeona? Kitu ambacho hakiwezekani. Kitu ambacho ni ndoto ambazo sio alikuwa amelala, sio alikuwa anafikiria nini. Akawa anajiambia hivi. Endelea 15. 15 inasema lakini utashushwa mpaka kuzimu. Sasa kwa kuwa ulifikiria tofauti, matokeo yake sasa inakuja kinyume. Ulifikiria kwenda juu kuliko wote, wewe sasa utashushwa chini kuliko wote. Soma mama. Utashushwa mpaka upande za mwisho wa shimo. Wao wakuonao watakukazia macho. Wao wakuonao watakukazia macho. Sikiliza. Ulikata kwenda juu zaidi. Sasa mimi nafanya contrary. Yaani nafanya tofauti, kinyume chake sasa. Badala wewe kwenda juu kuliko wote, mimi sasa nakushusha chini, tena sio chini duniani. Chini shimoni. Sio? Yaani nakutupa shimoni kiasi kwamba hata duniani utakiwa, yaani hata duniani, yaani sifa ya kukaa duniani huna. Yaani hata level ya duniani utakiwa kuwa nayo. Wewe yaani shimoni, sio? Na wao watakaokutazama watakukazia macho. Halafu itakuwaje ukishakukazia macho? Halafu hapa anasema kwamba watakuangalia sana. Watakuangalia sana. Watakukazia macho. Wakisema, je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Hivi huyu ndio yule aliyetetemesha dunia huyu? Mbona swali hilo? Kwamba yani ukisema Kiingereza yasema people will amaze. Yani watu watashangaa. Hivi huyu ndio alitutetemesha huyu? Tani ndio zinawatetemesha leo. Lakini anasema hapa kwamba aliposhushwa mpaka shimoni, watu wakamwangalia wakamkazia macho. Walipomuona vizuri wakawa
wanapigwa na butwa. Yaani wakawa wanashangaa. Hivi kweli huyu ndio alikuwa anatetemesha dunia huyu? Yaani alisumbua falme na watu mamlaka ndio huyu. Amen. Mmalizia 16? 16. Tuende 17. Kisha 16 hapo. Umeona? Yeye anasema watu watashangaa, hivi kumbe ndio huyu. Yaani ni kama vile kwa mfano mtu angejificha nyuma ya ukuta hapo, alafu akawa na nguruma. Kuna simba hapo, si ndio? Sasa ukifanikiwa kunyata, ukaenda kuchunguna ukuta ni mtoto wako. Pumbavu huyu. Kumbe ndio kwa nini nitishia namna hii? Ndivyo shetani tutakavyomuona siku atakapofunuliwa wazi, tukamuona kumtambua, ndivyo tutakavyokuwa. Tutashangaa, dunia itashangaa kwamba hivi yule alikuwa anatusumbua, anatupigisha kelele, ndio huyu. Lakini kwa sisi waaminio ni jambo liko wazi tu. Leo hii ni rahisi kwa wale ambao wamemuona Mungu, anatumika na Mungu. Unakuta mtu anakuja hapa anakuambia nina pepo, unamwekea mkono anasema natoka, kwa jina la Yesu toka. Anakuambia tuko 1000. Si ndio? Tuko 500. Tuko 30. Tuko 50. Lakini kwa sauti hii, kwa kauli hii, tena sio kwa fimbo, huna fimbo, huna upanga, huna kisu. Unasema tu kwa neno, toka. Sawa? Sasa mtu unayemwamuru hivyo jamani, tena sio mmoja. Wanakwambia wako 1000, wako 500, wako 300. Kwa kauli moja toka, wanatoka. Una sababu gani ya kuogopa? Kwa sababu gani ya kuwa na hofu? Lakini kwa sababu hamumuoni ndio shida. Hebu ngoja tusome, tunataka tukazie tu hii mistari miwili, halafu nitakwenda kuhitimisha hapo. Hebu soma ule mstari wa 12. Ile sasa tulisoma 13, soma mstari wa 12, halafu tutakwenda kumalizia na mstari wa 16 ili tuweze kuweka point yetu hapo. Okay. Hapo tulipokuwa Isaya 14, si ndio? Soma mstari wa 12, halafu tutakuja kusoma na mstari wa 16. Sawa, nasoma Isaya ile sura ya 14, nasoma kwanza mstari wa 12 halafu taruka 16. Ndio. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. 16. Sikiliza. Jinsi ulivyotupwa chini, wewe uliyewaangusha mataifa, utakavyokatwa, si ndio? Uliokuwa nyota wa asubuhi, lakini baada ya kutupwa chini, shetani sasa unaitwa ibilisi, joka mkubwa, utakavyokatwa. 16 sasa nini ninachosema hapo tuhitimishe? Anasema hivi, wao watakapokuangalia, wakuonao watakapokuona, watakukazia macho, watakaza macho na kujiuliza, watakuangalia sana, wakisema, halafu watajiuliza mioyoni mwao, je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Ndio yule aliyetetemesha dunia huyu. Ndio yule wao ambao watu walikuwa wanamkimbia huyu. Maana utakavyomuona ni kama kuna kitu inaita imposter. Kwa hiyo nipe mfano huo alafu nimalizie. Kuna kitu inaita imposter. Nakumbuka wakati wa zile kampeni za Marekani ndio mara nyingi Hillary alikuwa anasema puppet. Si ndio? Puppet. Yaani ni kama watakapomuona shetani atakuwa ni kama mdoli, yani atakuwa ni kama kimdoli ambacho hakina nguvu. Maana hiyo inaitwa ni imposter. Imposter hii katika lugha ya Biblia ni nini? Unajua katika kipindi kile cha Agano la Kale ilikuwa hivi. Wakati falme mbili zinapigana, ufalme ule na ufalme huu, ina maana kule kuna mfalme na huko kuna mfalme. Wakati hizo falme mbili zinapigana, palikuwa na ushindani mkali sana. Sasa huu ufalme ukishinda ukalipiga ile jeshi la ufalme wa pili, walikuwa wanafanya jitihada wamkamate mfalme. Sawa? Wanafanya jitihada zote wamkamate nani? Mfalme. Wakimpata mfalme wanamkata kichwa. Wakikata kichwa wanachukua kijiti. Sawa? Wanaweka kile kichwa pale. Halafu wanakizungusha mitaani. Ili kila mtu afike mahali aone yule mfalme kweli. Maana wakiambiwa tu maneno kwamba yule mfalme amekufa, wengine hawataamini. Sasa ili waamini kwamba tumeshinda na yule mfalme tumemmaliza, kile kichwa kilikuwa kinazungushwa mitaani. Kinazungushwa mitaani, kila mtu aone kwamba yule mfalme amekufa. Ndivyo alivyo shetani. Haleluya. Haleluya. Kwamba baada ya kazi ya Yesu Kristo msalabani, shetani amekuwa ni imposter, yani amekuwa ni puppet, amekuwa ni kama mdoli. Lakini sasa kwa sababu watu hawajatambua hilo,
bado wanampa sifa. Ila siku neema hii itashuka kwa mstari wa 16, watakapomuona watashangaa, watamkazia macho, watajiuliza, hivi kweli huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Sasa sisi wana wa Mungu tumeshajua siri hii, hatuhitaji kusubiri siku hiyo. Tayari leo tumeshaonyeshwa hilo, tulishike hilo, tusonge nalo mbele. Utukufu wa Mungu tutauona, mamlaka tunayo, nguvu tunazo. Acha kuogopa, acha kumpa shetani sifa ambazo hana. Kwa kweli tunashukuru sana mtumishi kwa somo ambalo limeenda kumfanya shetani tena kushuka katika ngazi ambazo kama alitaka kuinuka. Kwa kweli leo kwenye hii studio yetu ujumbe unaotolewa hapa, shetani amejisikia tena nimepigwa tena kingine, nimepigwa tena kingine. Kwa hiyo hapa tunachotangaza hapa na tunachokionyesha hapa ni kutaka kuonyesha kwamba mamlaka tumeipewa. Mamlaka tunayo kabisa, kwa sababu kama una uwezo wa kuambiwa, unajua mimi kuna neno kubwa ambalo ninaloliona pale mchungaji. Ndio. Ile Yesu alisema kwamba kwa jina langu mtaamuru pepo toka. Sasa tuanze. Unaona hilo neno linakuwa nalitafakari sana. Na ningependa labda wapendwa watazamaji waliosikiliza somo hili, waende kuona jinsi ulivyokwenda kumaliza somo hili, kuonyesha kwamba shetani ambaye aliyekuwa anaonekana ndio yule aliyesikika kwamba alitetemesha mataifa, sasa watu wamuone ndio huyu. Bwana, kumbe ndio wewe. Sasa watu mpaka sasa hivi hawajui kama amekwisha, yaani kumbe ndio wewe. Sasa ndio niko nakumbuka hapa lile andiko la Yesu kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yaani Yesu amesema yote. Maana yake hakuna ingine mamlaka ingine, hakuna. Shetani alitupwa chini. Hapana, hapa shimoni. Sasa shetani sasa shimoni kule hakukuwa na muda aliona sio fasi nzuri ya kuishi. Sasa sehemu alipoona kwamba ni mahali ambapo alikuwa anataka atembelee, aone kwanza, na yeye anajisikia kidogo anapumua, ni hapa duniani, na kidogo alianza tena na kwenda huko mbinguni, kipindi cha kina Ayubu. Lakini sasa ikaisha. Sasa ndio Yesu akasema alipewa nini? Mamlaka duniani, mbinguni na duniani. Alipewa mamlaka yote. Sasa akasema neno sasa alituambia sisi mtaamuru, kwa jina. Wenye mapepo mtawaamuru kwa jina lake Yesu, nayo pepo itafanya itawatii. Ndio neno alisema itawatii. Kwa hiyo maana yake mtu mwenye amri ni mtu mwenye mamlaka. Kama unataka kuona vizuri watu wenye mamlaka, ingia jeshini. Jeshini kinachofanya kazi ni amri. Maana yake mtu ambaye anaweza kuwa ni wewe, unaweza kuwa na baba yako ndani ya jeshi, baba mzazi kabisa, lakini wewe ukajaliwa kwa sababu umeingia kisomo, umemaliza, umesomea na unapewa kapete kako hapa kamoja, na baba yako mkiwa naye pamoja. Sasa wewe unakuwa na mamlaka zaidi ya baba yako. Unaweza kumwambia baba yako mkiwa ndani jeshini, mwambia baba nasema uende pale. Hakuna cha kusema utamuita baba. Unasema unamwambia nasema uende pale. Na tena rudi hapa. Unaweza kumtembeza mara 100 ni baba yako na anafanya nini? Anatii. Anakubali. Yaani ile neno unasema tu, anasema ndio, nashukuru. Sasa hebu fikiria kitu kama hicho. Fikiria kwamba una hiyo mamlaka. Mtu mmoja aliniambia neno moja zuri sana. Akasema kwamba kuna mtumishi wa Mungu, siku moja shetani alitaka kwenda kumtembelea. Shetani alitaka kwenda kujaribu. Hawa watu wa ulimwengu walienda wakatafuta kwenda kumshambulia nyumbani. Sasa huyo mtumishi wa Mungu alisikia dalili, kwa sababu Mungu wetu ni mzuri sana. Hatuachilia anapoona kwamba huyu mnyang'anyi, mdanganyifu huyu ambaye hana tena kitu anataka kuja kutudanganya. Aliposikia dalili akasema, hapa ni kama vile dalili. Alikuwa analala na mke wake kitandani. Ghafla tu akasikia kuna hali ambayo sio nzuri, kuna mwizi hapa. Kuna mwizi anataka kuja kufanya vitu vya ajabu hapa, ambaye ndio huyo ibilisi. Alistuka
nilishangaa sana. Kitu ambacho habari niliyopata sasa ambayo ilinifurahisha na nikasikia tena kucheka. Kwamba jamaa aliposimama alipoamka tu kitandani alivyostuka akasema Ibilisi, kumbe ni wewe. Mimi nifikiria kama ni nani, basi akarudi tena na kulala. Nipotezea muda wangu. Akarudi tena kulala. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza kisa kama hicho. Wewe bado unasikia shetani anakuja unahangaika, lakini huyu bwana alistuka tu sasa, Ibilisi, kumbe ni wewe. Maana alikuja tena kuliko hangaike, labda ingekuwa wewe, labda ungeanza kwa jina la Yesu hivi na hivi unaanza kukemea. Lakini huyu bwana alivyosema tu, Ibilisi, kumbe ni wewe. Bwana, acha nirudi nimuzikie wewe. Na ukishamgundua shetani, basi nguvu imeisha. Yaani basi. Maana yeye ushindi wake upo kwenye ignorance, kutokujua kwako. Sawa. Ila ukishamgundua. Sasa jamani, Biblia inasema vizuri. Watu wengine mnatumia maandiko labda kutokuelewa. Biblia inasema hivi, shetani kama simba ngurumaye. Biblia inasema vizuri, inasema ni kama simba. Maana yake ni mfano wa simba, lakini sio simba. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa simba, maana yake hana meno tena kinywani. Amezeeka. Yes. Sasa yuko simba, Biblia inasema simba wa kabila la Yuda. Ndio Yesu Kristo. The true lion. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio hapana kama simba wa kabila la Yuda. Kwa hiyo mpendo mtazamaji, yupo simba mwenyewe ambaye akinguruma tu kila kitu kinatikisika, nyama zote porini zinakimbia, anaunguruma simba. Kwa hiyo Yesu akinguruma, shetani kuzimu naambiwa kwamba ni hivyo. Kwa kweli tunapokwenda kuhitimisha somo hili ambalo mchungaji amekuwa nalo hapa kwa usiopungua wiki 3 tukiwa na hili somo, kwa kweli kitu ambacho tunataka tu kwa pamoja kama alivyofundisha mchungaji ni kwamba usiogope. Kitu ambacho shetani anatumia sana ni hofu. Analeta hofu sana kwako, na ukishapata ile hofu unajisikia unaogopa, na moja kwa moja imani inatoweka, basi unajikuta sasa shetani anapata nafasi ndani yako. Lakini hata kama shetani anataka apate nafasi, kumbuka tu kwamba hana uwezo tena. Hana uwezo kwako. Muamuru tu. Sema neno moja tu, muamuru, mwambie shetani toka, kimbia kwa jina la Yesu. Atakimbia. Hiyo ni njia moja tunataka tukusaidie. Inawezekana kweli hofu ikakupata, ukaogopa, akapata nafasi ya kukusogelea. Lakini sasa tumia tu silaha moja. Mwambie tu kwamba kwa jina la Yesu shetani toka. Inakwisha. Na neno lile hakuambiwa kwamba ni mchungaji tu ndio ataamuru pepo. Unaona? Yeyote aaminie. Na ishara hizi zitafuatana nao waamini. Unaona? Kwa hiyo ukisema tu kwa jina la Yesu, ninakuambia kwamba usihangaike kwenda kwa mchungaji, unitafute mchungaji au mtafute pastor Paul Mamba. Hapana, watu wengine wanadanganywa kwa njia hiyo. Ndio maana unakuta leo watu wanakuwa nakimbia kwenye makanisa mengine kusema kwamba kule watu wanatolewa kama pepo. Kwanza ni aibu. Acha nikwambie neno hili kabla ya kwenda kuombea. Ni aibu Mkristo kuanguka pepo. Utakuwaje Mkristo? Sisi ni watu ambao tumeshapita katika hiyo tabaka. Tuna roho wa Mungu ndani. Tumeshakuwa na roho wa Mungu. Wewe useme kwamba ndani yako umejazwa Roho Mtakatifu, sio pepo. Pepo ndani ya Mkristo inaanzia wapi? Sasa unakuta makanisa watu wengi wanakuwa leo wanaombewa mapepo na watoka. Na watu wanafurahi muujiza. Wanasema muujiza. Kuna nguvu za Mungu. Sasa muujiza gani wa pepo kutoka? Huu sio muujiza. Acha usijisumbue. Watu wanaona makanisa mengine, sisi mchungaji tulishapitwa na hivyo vitu. Hatuoni kwamba ni vya muhimu tena. Ni sawa, ukiwa na pepo tutakuombea, tutaamuru. Hata ukiwa uko mbali huko, tutaiamuru ile pepo itakutoka. Hatuna haja na pepo. Sisi tunataka tuende katika imani ya kusema kwamba leo ikifika unaenda kabisa na mlaki Bwana. Kwa hiyo kwa kweli tunakwenda kushukuru mchungaji kwa somo hili ambalo umekwenda kulileta kabisa, ambalo linakwenda kuchemsha. Najua watazamaji wetu wanaotufuata siku ya leo na katika vipindi vyetu. Nitakuja na somo mimi pia ambalo linasema
itakuja kama swali. Somo langu litakuja kama swali. Swali hili linakusema hivi, mimi ni nani? Ni katika hiyo moja ya kutaka kujitambua, kwa sababu kama unafikia hatua ya kumuona shetani kwamba ni zaidi ya Yesu Kristo aliyekufa msalabani akamnyang'anya kila kitu, basi ndio hapo unakuwa unashindwa namna gani ya kuweza kupambana. Lakini sasa somo langu litakuja kama swali. Inakaa mkao wa swali kwamba mimi ni nani? Sasa utakwenda kujiuliza katika somo hili, litakwenda kukuweka vizuri ili uweze kujitambua. Alafu litakuwa na maneno mengine ambayo litakwenda kuingiza ndani, yatakusaidia katika somo hilo. Bila kuponda muda, napenda tu niseme kwamba tunashukuru sana kwa muda wote mchungaji ambao umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kwenye studio yetu, na pia nashukuru kwa watazamaji wote ambao mnaotufuata kwa karibu sana. Kila wakati tunapopata vipindi vikirushwa, tunawarushia pia huko kwa njia za, tunatuma kwa njia ya YouTube, tunatuma kwa njia ya WhatsApp, hata kwa Facebook, hata kwa Messenger. Kwa hiyo ziko njia tunazitumia hiyo kurusha hivyo vipindi vyetu. Hatutasahau kuwashukuru wafundi mitambo wetu na wale wako kwa upande wa kamera na kila kitu kwa kurekodi vipindi vyetu. Tunawaombea Mungu awabariki sana na aendelee kuwazidishia kwa muda wote ambao mnaendelea kuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba ukipata nafasi ya subscribe itakuwa vizuri zaidi pia vipindi vyetu, ili kwamba watu wengine waweze kuwa na muda wa kuviangalia, itakuwa ni vizuri zaidi. Baada ya kusema hayo, nafikiri tunahitaji tuende tukuombee ili kwamba ujisikie kwamba huu muda ni muda wa kufunguka, ni muda wa kufunguliwa, wa kujisikia kwamba kila ambacho ulichonyang'anywa cha kwako kikurudi na uweze ukitumia, ukifanyie kazi. Kwa sababu somo hili limekuweka vizuri, linakurudishia, linakufanya uchukue vile ambavyo vilikuwa vimenyang'anywa, vikurudilie. Sasa kwa kutaka kwamba uvidhibiti vizuri, ni wakati tunapomwambia Yesu Kristo, tunapoomba na kumwambia kwamba tayari tumemaliza, mtumishi amemaliza ujumbe ambao ulimpa, ili kwamba wapendwa watazamaji waliofuata vipindi waweze kuchukua vile ambavyo vilikuwa vimetolewa na wavipewe tena. Kwa hiyo sijui mchungaji, kama utakuwa na neno la kuweza kusaidia mpendwa mtazamaji ambaye tayari alikuwa amedhoofika, na naona sasa watu wengi wanafurahia huko katika kipindi chetu. Sijui labda mtazamaji, kama ulivyolisikia somo, naamini hilo ni kusudi la Mungu akurejeshe pale ambapo ulivaa udhaifu ambao hakuwa na sababu. Lakini yote ninayozungumza anayeweza kuyafaidi ni yule tu ambaye Yesu kwake ni Bwana na Mwokozi. Kama haujapata neema hii, hata ungesema ujaribu, maana kuna waliojaribu kutumia jina la Yesu lakini hawana Yesu mwenyewe alikuwasaidia. Biblia ipo mifano hiyo. Watu walitaka kutumia jina la Yesu kutoa pepo, na wakisema tunataka kutoa pepo kwa jina la Yesu anayetumiwa na nani? Na Paulo. Hawakufaulu kwa sababu wenyewe peke yao hawakuwa na Yesu ndani yao. Na Yesu tani anajua kiboko yake ni Yesu. Sasa ili umuweze na haya tunazungumza yawe na faida kwako, ni kwanza umkabidhi Yesu maisha yako, afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio maana nataka kwa dakika hizi mbili kabla sienda kuhitimisha kukuombea, tuombe kwanza na wewe ujikabidhi kwa Yesu, ufanyike mwana wa Mungu. Na baada ya hapo sasa tutakwenda kunyosha mikono, tutakuombea. Na hapo ulipo, neno la Mungu halina umbali, sauti ya Mungu haina umbali, nguvu za Mungu hazina umbali, za kufikia hapo ulipo, na utakwenda kupona kwa jina la Yesu Kristo. Sema neno haya pamoja na mimi. Sema: Bwana Yesu, nimesikia neno lako, hakika wewe ni Mungu. Ninashukuru kwa sababu unalifunua neno lako kwa walio wako wakati wote, ili sisi tunaosikia tuweze kufunguliwa. Kama ulivyosema, ulikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, mimi nikiwa mmoja wapo. Nashukuru Yesu kwa neema hiyo, nashukuru Yesu kwa upendo huo. Leo naungana na watumishi wako wanaolitangaza neno lako. Ninasema hakika kwa kutoka moyoni ya kwamba wewe Kristo ni mwana wa Mungu. Hakika ulikufa na ukafufuka, na leo uhai tayari kwa ajili yangu. Najikabidhi kwako leo, na mkataa shetani na kazi zake, na kupenda Yesu na kazi zako. Niokoe Yesu, niko tayari kukufuata.
Nisaidie Yesu na Roho yako Mtakatifu kuanzia sasa afanyike kiongozi wangu. Maisha yangu yaongozwe na wewe siku za maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo ninayoomba hayo. Amen. Sasa mtu mahali ulipo, weka sasa mkono wako mahali unapotatizwa, mahali unaposumbuliwa, tunakwenda kunyosha mkono. Nimesema neno la Mungu halina mpaka, halina umbali. Sauti hii mradi unaisikia, tayari inafika pale ulipo. Inawezekana ni wewe mwenyewe, ni ndugu yako unaomba kwa niaba yake, shika kifuani pako, weka mikono kichwani, shika mahali panapokwenda kukusumbua, tunakwenda kuomba kwa ajili yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu, Jehova Rafa ni jina lako. Baba, tunakuja mbele uliwaambia wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka ya kwamba magonjwa yale yaliyowapata wa Misri hayatowapata tena waliowapa. Au kuruhusu watu. Ninashukuru kwa sababu leo hii unamfanya msikilizaji huyu kusikia ya kwamba amekubaliwa katika ufalme wako, amekubaliwa katika kwa jina lako Yesu Kristo. Baba Mungu, tunatumia nafasi hii Baba, ninaenda kusema kwa mamlaka yale uliyotupa uliposema ninaenda kutumia nafasi hii nao watapata ule mpendo wa zamani ambaye Bwana kupaka mafuta atakwenda kuponywa, hata kama alikuwa amekata matumaini. Sasa ninaomba Baba, matumaini yarudi tena. Baba, matatizo aliyonayo yakwende kumalizika kwa jina la Yesu. Baba, ninakemea, ninaamuru kila nguvu za giza, guse binti yule kwa jina zinazojificha kwa jina la Mungu, kwa jina la Yesu. Kwa majina yenu ulipo katika Baba, ninakwenda kuamuru nguvu zote zile ambazo Bwana zinasimama kumfanya mtu kuwa kama vile amechanganyikiwa. Wale ambao wamechanganyikiwa kwa ajili ya mapepo wanaotusikia sasa hivi, katika jina la Yesu ninasema Bwana Yesu, kwa sababu anakuruka kabisa na waachie. Na muona baba yule akifunguliwa, na muona kijana yule akifunguliwa, na muona binti yule akifunguliwa, na muona mtoto yule akifunguliwa kwa jina la Yesu. Sikia sauti hii Baba, ninasema kwamba uponyaji hii neema umeipata siku ya leo. Ninakushukuru kwa kuweza kuwafungua watu wako. Ninakushukuru kwa sababu ulikuja kwa ajili ya hiyo. Ukiruka na kushangilia kuchukua na kunyang'anya ile hati ya mashtaka na ukamaliza nguvu zote zile, kile alichokuwa nacho shetani ukakiona. Na leo hii tunashukuru kwa sababu hawa wanakurejea Bwana, wanakurudia Mungu, tayari umewapa neema hiyo ya kufanyika watoto, wakipokea uponyaji wa mwili hata sana. Sisi tunawatakia uponyaji Baba, hata walio karibu na sisi waweze kupokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Iwe hivyo sasa, amani, tunaombea salama, tunaombea ulinzi. Naomba wewe Mungu uweze kuwafunika katika kifua chako mtakatifu, ili wajisikie kutulia mbele zako katika jina la Yesu. Utukufu na wewe siku zote za maisha yetu kwa ajili ya Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Mpendwa mtazamaji, nafikiri mpaka hapo tutakwenda kuwa tunaenda kumaliza kipindi chetu cha siku ya leo. Kumbuka kwamba wiki ijayo itakuwa ni wiki ya mwisho wa mwaka ambao tunakwenda kumaliza 2017. Basi mwaka wa 2018 nafikiri somo hili la mimi ni nani litakusaidia kwenda na wewe katika mwaka wa 2018. Ukienda unajitambua, ukijua kama wewe ni nani. Kwa hiyo ni kuage tu kutoka studio yetu kusema kwamba kabla hatujatoka hapa, naenda kukumbusha kwamba nafasi hii ni yako uweze kumjulisha na mwingine ambaye hajawahi kutufuata kwenye vipindi hivi. Mwambie kwamba kuna nafasi ya kuweza kusikiliza neno la Mungu lenye nguvu ambalo linabadilisha yale, linaleta majibu ya changamoto ambazo tunazokumbana nazo katika safari ya kwenda mbinguni. Mwambie kwamba anaweza tu kuingia kwenye YouTube akaandika bado lipo tumaini, atatupata. Au andika bado liko tumaini kwa Yesu, utatupata. Na vile vile wale waliopo hapa karibu katika hii vile au isiri ya Grand Rapids, tunaingia katika kanisa la Cornerstone, iko South Wyoming, na anwani ni 2730, iko ni 2730, afu unaandika TH Street Southwest Wyoming, ndo mahali ambapo tunaposhiriki. Na masaa yetu ya ibada inaanza ni saa 6:30 kwenda mpaka saa 9. Ibada yetu inakuwa nzuri kwa sababu tunajisikia kujimwaga mbele za Bwana. Hatufungwi na mtu kusema kwamba tuko busy, tuko nini, tuko na appointment.
tunaabudu kwa masaa yale Mungu anayoturuhusu. Kwa hiyo karibu sana uweze kushiriki katika vipindi vyetu pale kanisani, na tutaachilia pia anwani na namba ya simu kwenye screen yako, utakuwa naiona natembea pale. Utapata nafasi nzuri ya kuja kututembelea, itakuwa vizuri sana. Basi kutoka hapo ni kuage kutoka studio yetu pamoja na Pastor Paul Mamba, kwamba tunashukuru sana kwa muda wote huu ambao tulikuwa pamoja. Amen. Na tunaendelea kuwa pamoja. Na tuseme kwamba kwa pamoja tunasema kwamba tunakutakia heri ya mwaka mpya. Mungu akubariki. Mungu akufanikishe katika mambo yote katika mwaka 2018, na Mungu akulinde ili kwamba tuweze tena kuonana na wewe Jumapili ijayo ambayo ni ya mwisho wa mwaka, tuweze pia tena kujifunza pamoja. Baada ya kusema hayo tunakuaga, tunasema lala salama, na wale wanaoamka tunasema basi iwe siku njema kwako yenye baraka na fanaka, kwa sababu tunaachana masaa pia. Tunakutakia amani kwa siku ya kesho. Wanaorudi kazini, Mungu awatangulie kazini, na tunasema kwamba kwa heri na Mungu akubariki. Amen. Amen.